anufaika zaidi na Simba na ndio maana ameamua kuaga. Na wewe ulistahili kuaga kwa sababu unanufaika zaidi na Simba, kwanza ni Mtanzania, lakini pia hata kama unadai unalinda kazi, kuna wakati lazima ulinde heshima yako, sio mpaka watu waje kukutukana. Lakini pia hata kina Mzamiru Yasini, ilikuwa ni wakati wenu sasa na nyinyi kusema muda umetimia na mimi niondoke, kwa sababu Simba tuna lundo la wachezaji wazawa ambao hawajitambui Simba wamepata nini na hawaelewi Simba wanatakiwa wafanyie nini. Unanielewa? Kwa hiyo hili lundo la wachezaji wazawa ni wakati wa kujipunguza sasa na kwenda kucheza nini? Kwa sababu umri wa Kapombe, wewe utacheza tena mpira, utakwenda kucheza mpira nje ya uwanja. Mtu wa siku kila beki ambaye atakuja kwenye namba yako ataonekana mbovu, wewe uonekane bora, alafu tukikutana na watu kama kina Pacome wanakukimbiza, wanakutoa pumu, mtu wa siku tunafungwa 5, tunafungwa 4 kwa uzembe. Akina Temaloni wanaonekana wabovu kwa sababu wanakwenda kurecover namba ya mchezaji usiku. Viongozi wa Simba kwenye usajili mnapaswa kutuliza akili na kuangalia, msimuonee mtu huruma eti kisa wamekaa naye muda mrefu. Hata mwanao unakaa naye nyumbani zaidi ya miaka 20, ukimwona na umri wa kuoa unambarasa, anakwenda kuoa, anaenda kujitegemea. Kwa hata wachezaji nao umri wao ukiona kwamba wamesha kwenda, ni wa kubarasa kwenda utafuta timu nyingine ya kujitegemea. Lakini tukiendelea kusalia eti tunamheshimu kwa sababu ya jambo fulani, jamani, mpira sio umri, mpira ni uwezo. Na ndio maana tunamwona Lamine Yamal anacheza mpaka leo, mpira unaga uzoefu. Lamine Yamal kazoea lini? Lakini anapambana na mabeki wakubwa wenye umri ambao wamemzidi wengine, tena hata baba zake. Unanielewa? Kwa hiyo maana mpira ni kusajili talent ambayo inakuja kutuletea nini? Msingi wa mpira. Kwa hiyo mimi ombi langu kwa viongozi wa Simba, hawa wachezaji wote ambao nimewataja na wengine, ni muda sasa wa kuwafukuza, kuleta talent ya mpira ili kwenda kutengeneza Simba. Lakini pia lazima tujipange na nje ya uwanja. Tukishajipanga nje ya uwanja tutakamilisha malengo. Lakini pia ombi langu la mwisho, msimu ujao ikitokea hizi timu 8 tena ambazo zimezamfadhili mmoja amekwenda kudhamini timu 7 ukaendelea, hatuhitaji kuona klabu ya Simba ikishiriki mchezo wowote wa ligi kuu. Kwa sababu gani? Ikishiriki ligi kuu maana yake tunajua utafsiri hii ambayo tumetafsiri msimu huu. Kwa nini? Kwa sababu unapokwenda kudhamini timu 8 maana yake unajipangia matokeo. Kwa hiyo wanachama tunapolalamika, tunatarajia na viongozi wetu muendelee kulalamika. Ikitokea hivi vitu vimekuwepo, lazima tukubali hivi vitu vitakuwa havipo. Lakini kingine cha kusema, mimi binafsi kama shabiki la CAF siwezi kushabikia vitu vya kijinga. Kwa sababu ujinga ndio utanifanya mimi kuwa mjinga, kwa sababu mimi ni msema kweli. Ikitokea Mangungu hajaondoka mpaka tarehe 25 ya mwezi wa 7, nitaondoka mimi, klabu ya Simba tutamwachia itapumzika kidogo. Na ninatarajia wanachama ambao watakuwa na misimamo kama kwangu mimi tuwe wengi, kwa sababu mimi sio chawa wa kiongozi wa aina yoyote. Hata Mo naonana naye, lakini pia ikifika wakati wa kumkataa, mimi nitakuwa mstari wa mbele kumkataa ili kuonesha mimi misimamo yangu, kwa sababu mimi siwezi kukubali mtu mmoja anawaumiza zaidi ya watu milioni 40, milioni 50 wanaumia kwa ajili ya mtu mmoja eti kulinda kwamba analinda kibarua chake. Hiki kitu hakipo. Kwa hiyo maana lazima tusimame kuwa mstari wa mbele kusimamia misingi. Lakini pia na wasii mashabiki wenzangu, tuache mazingira ya uchawa. Huu ndio wakati sasa wa kuitengeneza timu yetu. Ina maana kipindi kama hiki mashabiki wengine wanamsema kiongozi fulani, mashabiki wengine wale ambao wanajikuta maarufu akina Kisugu, akina Raksi, akina nani wanazunguka nyuma ya panzia, wanakwenda kwa Mangungu, wanachukua bukubuku afu wanalala chumbani, wanajifanya wanatemea chumbani. Wachezaji hawajalipwa. Wachezaji hawajalipwa mshahara na wanalipa kila siku. Kwa hiyo maana hivi vitu lazima tukubaliane. Msijitie uchawa alafu baadaye tunafungwa goli 5 na Yanga mnaenda kutukana uwanjani pale. Huo ujinga tutakuja kupigana wenyewe kwa wenyewe uwanjani pale. Lazima hivi vitu tusimamie wote kwa pamoja. Sababu tangia ile sakata limetoka, nyie na umaarufu wenu mmekaa pembeni na mjaongea. Kwa lazima muongee, sije baadaye tukaja kupigana wenyewe kwa wenyewe uwanjani pale. Ishatokea mechi na Singida, si mechi na nani, tuko wenyewe kwa wenyewe, tunakujua wewe chawa fulani, unatuwekea ujinga, tutakukanda pale uwanjani. Kwa muda mwingine lazima tuhakikishe tunasimamia misingi ya klabu yetu tunaposimama watu wote kwa pamoja. Lengo ni nini? Lengo kutengeneza Simba. Na asiyetaka kutengeneza Simba lazima atupishe kwenye Simba yetu, kwa sababu misingi ya Simba ni kutengeneza kikosi kilichokuwa bora. Hapa leo watu wengi mnatufikirisha. Tunamkumbuka mpaka marehemu Ansipoku kwa sababu ya uzembe kama mimi naamini yeye Mwamba angekuepo, huu uzembe wote mpaka leo singekuwa unatokea. Mimi naamini tukiwa sogani yetu ya nguvu moja, Mangungu hawezi kutushinda. Mangungu yuko peke yake, sisi tuko wengi. Na wala Asha Baraka hawezi kutushinda. Maana sasa hivi klabu ya Simba watu wamegusa sehemu ya kufanyia urembo. Pale sio sehemu ya urembo. Pale ni sehemu ya mpira wa miguu. Lazima mpira wa miguu fanyeje? Uchezwe. Kama wao wanaona ni sehemu ya urembo, wakafanyia kwenye familia zao. Sababu watu tumewaona, na nyinyi ambao mnazunguka nyuma kupokea bukubuku. Leo tumeona mwenyekiti wa klabu ya Simba umewaita wenye viti wa matawi wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunaamini wewe wale hauna utakwenda kuzungumza nao, zija kwenda kuwapa milungula. Sasa hiyo milungula utakayowapa itakutokea puani, tutakuja kukuambia ukweli na sisi bado tutasimamia kwenye ukweli wetu. Na mimi sitaacha kusema ukweli mpaka nahakikisha Simba ambayo tunaihitaji imekaa imara.
sababu malengo yetu ni kukimiza klabu ambayo inakwenda kufikia malengo. Leo hii tunaanza kuota tabingwa FIFA World Cup. Tutafikaje kama tuna upuuzi namna hii? Lazima sisi wenyewe ndani tuwe pamoja, lakini pia kama wewe ni shabiki wa Simba wa kweli, una mapenzi na Simba, ukiambiwa tukishe, lazima utakubali, utaamini kwamba mimi nimeshindwa ili mwenzangu aje kuongoza. Hii sana slogan ya nchi. Tukiambiwa kwamba umeshindwa, unakaa pembeni, wanaume wenzio wanaongoza. Kwa mimi ninaamini tukishikamana mashabiki wa Simba tunaweza, hakuna ambalo kitu ambacho tunatushinda. Asante.